Ndugu mwandishi wa habari, ndio nimetoka hospitali baada ya Yanga kusuruhu na Mtibwa. Nilipata pressure, nashukuru ndio nimetoka leo. Najua kuna vitu vingine tuviongee. Yanga inakuwaje sasa? Yanga inatufanya nini sasa sisi washabiki? Pumbafu zao wa shamba. Sisi tunasajili wachezaji watuweke sehemu nzuri. Wanasuruhu na Mtibwa. Wao nini? Alafu nakaa tunamgua kikosi cha bilioni 100. Suruhu ya kwanza bahati mbaya. Narudia tena. Washabiki wachezaji wa Yanga wote wapigwe fimbo. Yaani hiyo ni lazima. Wapige fimbo. Yaani haiwezekani Pacome Zouzoua anafanya utafikiri ajara. Utafikiri kaachwa na mke. Lakini sikatoka nje. Nakwambia sisi tunaumia. Wala tufanya vitu gani? Mimi nimewekeza roho Yanga Afrika ili nifurahishe. Kasajili wachezaji wa perform, mimi nifurahi. Wao wanakuja kuleta upumbavu kwenye uwanja. Suruhu 5 timu kubwa kama Yanga Afrika. Nini sasa tunakifanya? Huu ni upumbavu. Suruhu ya kwanza Mbeya City. Suruhu ya pili Simba. Azam tumekuja kusuruhu na hao wasitokuja kusuruhu na vitimu vidogo. Nini tutakifanya? Washabiki wa Yanga wengi watahama sasa. Lakini timu imekaa tathmini ikasema kwamba mwenendo wa timu ni mzuri, ni kutokana na changamoto za mpira. Nasema hivi, viongozi msitudanganye, sisi sio watoto, sisi sio wafanyakazi wa ndani. Timu kama ni mbovu mtuambie. Mimi naumia kuona Yanga Afrika. Wachezaji wa Yanga sio kuchoka sasa hivi, bado wachezaji wanafanya kitu gani sasa? Ligi Diara la paniki, kuna paniki nini sasa? Tunahitaji kuona soka la Yanga linaenda mbele. Mimi nimeweka za roho yangu. Nishasaliti, mimi shinda kumzika mpaka babangu mdogo kisa Yanga. Nishatengwa na ndugu kisa Yanga. Furaha yangu ni kuona Yanga inafanya vizuri. Alafu nakuja kuperform. La, mimi nitaweka wapi? Mapenzi yanisumbue. Mke ananisumbua. Watoto wananisumbua. Sina pa kuweka furaha, nimekopa riba. Kurudisha hela siwezi. Nitegemea Yanga nifurahishe. Sasa hivi kila sehemu nimekufa. Wana Yanga winyo shabiki. Mnataka nife mimi nitoke duniani? Narudia tena. Engineer, naomba ukae na wachezaji wa Yanga na kuamini. Hatutaki suruhu mzunguko wa pili. Tafadhali suruhu haitakiwi tena baba. Chonkabo watu chonkani kama kiasi. Mimi naongea mbele ya vyombo vya habari. Yanga inaniuma. Yanga inatesa watu. Yanga ishatia watu kabrini. Kuna wanawake kama 3 mpaka mimba zao zimetoka. Narudia tena. Watu wanaumia mpaka mimba zinatoka. Watu tumejikojolea mkojo ile Mtibwa tu timu iliyopanda daraja. Hapo mimi napenda daraja. Kuja kurudisha goli la jioni Yanga Diara ndani. Alafu eti yote nataka twende kimataifa. Hata mnyama mwenyewe alipata draw dhidi yao. Ndugu mwandishi wa habari, Simba inajulikana ni mbovu. Yanga ni nzuri. Simba take draw hana tatizo. Injinia alikaa kwenye vyombo vya habari. Hiki ni kikosi cha bilioni 100. Sasa kwa nini kikosi cha bilioni kinasuruhu mara ngapi? Lakini si hichi mlikuwa mnakitegemea kitawapa ubingwa. Sasa haya masuala ya ubingwa wa Afrika wa ndani, narudieni tena. Sisi tunachokihitaji ni hiki kimoja. Tunataka kombe la CAF lije hapa kwa wachezaji hao tunaowategemea. Hao. Wenye timu tano. Lakini tangu atoke Aucho Yanga ieleweki. Lakini tunanyamaza. Aucho tena. Narudia tena, round about kwenye kitovu, katikati ya kitovu pale. Alipotoka Aucho biashara imeisha. Alikuja mchezaji wa kimataifa bara kote. Nakwambia Konta iko wapi? Konta yako wapi sasa? Konta sui Konta. Mimi naongea ukweli, naumia. Yanga kusuruhu bahati mbaya, sawa, kusuruhu kupo. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 5 mzunguko wa kwanza timu ya Yanga ambao kuna wachezaji wakubwa, ambao kuna mchezaji kama Pacome. Thamani ya Pacome sasa na bilioni 2. Wanachezaji wa Yanga wametufilisi. Wanakula, wanalala. Halafu wanakuja kutufanyia hivi. Mimi narudiani tena. Nilikuwa naomba waje wanichukue kwanza nipeleke Mirembe, labda nitibiwa akili. Siko sawa. Juzi nitembee nusu uchi. Na hospitali mimi napiga mpaka wagonjwa. Nini tutakifanya sisi? Yanga imekuaje? Tunahitaji matokeo, sio takiwi. Lakini ndio uwezo wa kikosi. Na sio uwezo wa kikosi. Narudiani tena. Uwezo kusajili kikosi kikapambana miaka 5. Eti ndio miaka 5. Sisi tunabidi tupambane miaka 10. Mafanikio tutatoa wapi sasa? Timu ya Kariakoo tunafanya nini? Tunaumia sisi. Wachezaji wakishamaliza kusuruhu yanachukua madem zao kwenye magesti na kutwi, yakimaliza yanapigana 5 haro. Tumebaki sisi washabiki. Wasituumize. Haya kuja bahati mbaya ipo.
kuna ile bahati mbaya, lakini sio suluhu tano kwa Yanga. Eti kisa Baka kaumia, si Jobu kaumia, si nani kaumia. Naulizeni swali wana Yanga wote mnaoniuliza. Ina maana Yanga kuna wachezaji wadogo na wakubwa? Tushaambiwa hivyo kwamba uongozi wa Yanga ushawahi kutuambia kwamba Yanga ina wachezaji wadogo na wakubwa. Ushawahi kusema? Lakini nyinyi ndio mlikuwa kwanza kusema mna kikosi kipana. Ni kipana ndio maana analalamika. Huyu upana kwa nini watufanyia hivyo? Yanga haina wachezaji wadogo na wakubwa. Hata hawa kina nani wakiumia, waliobaki ni wakubwa. Never. Tunachokihitaji Yanga Afrika, tunataka sisi kuona tunashinda mafanikio. Mimi hapa ninavyoniona umaskini unanivizia. Yanga ikifungwa mimi umaskini huu hapa. Nitaishije duniani? Sio kubeti. Yanga ikifunga, mabosi zangu wengi ni wa Yanga wananitoa mkwanja. Pira unauma ndugu mwandishi wa habari, pira unauma. Lakini kizuri alichokiongelea akasema kwamba analeta Young Africans mpaka sasa hivi hajapoteza mchezo wa aina yoyote na anaongoza ligi. Narudia tena. Hatujasema Yanga ishapotea kwenye ramani. Yanga bado iko kwenye ramani. Ila tunachokitaka sisi Yanga, suluhu tano zinatupa pressure kwamba tunaenda kufeli. Tusipoongea kwenye vyombo vya habari hivi, hatutawaamsha viongozi. Yanga hajafeli, lakini hizi suluhu zinatutia wasiwasi kwamba tutakuja kufeli. Ndio maana nakwambiaje, Baka akiumia, akaja akaumia Swiper Kome, ina maana Yanga itakuwa tukai na pressure. Inabidi wachezaji wote wakubwa kiumia tujue kama kila mchezaji mkubwa. Basi naomba watuambieni ukweli wana Yanga au viongozi wa Yanga bana. Yanga kuna wachezaji wakubwa na wadogo ili tujue kwamba wakubwa kiumia, wadogo hawana issue, ila tukisuruhu tusiumie. Wasema? Narudia tena. Inabidi tuambiwe na uongozi wa Yanga kwamba Yanga ina wachezaji wadogo na wakubwa. Wakubwa wakiumia msitulaumu ili tujue, hawajawahi kutuambia. Ina maana hawa kina Nondo Mwamujeto, wakina nani ni wadogo. Sisi tunajua Yanga wote wachezaji wakubwa. Sasa wakiumia, Baka kaumia, ndio Yanga inakuja kusuruhu. Suruhu haitakiwi. Sasa hatuhitaji suruhu. Ukimuoa mwanamke hatuhitaji halali na nguo. Tunataka kuona Yanga inapata maendeleo. Basi injinia kanushe, aseme kikosi cha Yanga ni cha bilioni 2, aseme cha bilioni 100. Bilioni 100 suruhu haitakiwi. Yanga bado ni nzuri, lakini suruhu haitakiwi. Tunataka matokeo. Yes, bana wana michezo na mashabiki wa mpira wanalalamika kitendo alichofanya DDR. Sio kwenye mechi hii pamoja na mechi nyingine nyuma zilizopita, lakini hii alilofanya ndio wakera zaidi, wanataka afungiwe. Na tukiangalia pale vile ndio jicho lenu kwa sasa. Huwezi kumfungia nyota kama huyu, afu yuko kwenye nchi ya Tanzania. Hiyo ni wanajiongelesha. Diara hawezi kufanyiwa. Ila naye apunguza hasira na jazba. Kwa hiyo wengine wakifanywa? Wengine wanafungiwa. Hiyo kwenye timu kubwa Yanga Afrika. Hawezi kufungiwa, yafu ndio nyota yule. Ile ndio kitovu. Yaani kama ni mwanamke, kale ndio kamari kadikojificha. Ambapo siwezi kukataja ndio Digi Diara. Wewe Digi Diara wewe unataka wewe. Hawa ni wadogo, sio Digi Diara mdakaradi yule. Achana naye yule. Hawezi kukata mfumo Tanzania. Nasema hivi, Digi Diara hata akichukua pisto akaua Watanzania 6, afungwa na zidi kudaka. Hivyo wanacheza na Diara. Acha kabisa. Narudia tena, Digi Diara hata akichukua panga akawakata Watanzania 30, afungwi. Yule ndo topu. Ukisikia Tanzania, ukisikia kipa bora Afrika, Digi Diara anadaka radi yule. Ndio maana mimi nataka ni kidogo nje nimwache hata mke wangu wiki 2 Digi Diara ampelekee moto. Na unajua kuna kingine nataka nikiseme kwa Diara aliyoyafanya Tanzania. Kila mwana Yanga mwenye mke, tuache uwivu. Mayele moto tumempa ng'ombe. Digi Diara tunampa nini? Inabidi mwana Yanga yoyote mwanaume mwenye mke wake amrembe mke wake, asimuingilie wiki 2, ampeleke saruni apendeze. Tumlete kwa Digi Diara kwanza, naye afanye kazi para starehe. Mimi mke wangu Mama Rabia tinampeleka kwanza. Na sio mimi tu, hadi wote wana Yanga wanaume. Kwa nini sasa? Digi Diara anatufurahisha, anafanya makubwa. Digi Diara ana shida na hela. Kwa kusema hayo kwamba Diara ni mkubwa kuliko hata Yanga. Yaani Diara ni mkubwa kuliko Yanga. Nakubali kwa kuwa Diara na mpira ya hivi. Na singekuwa Diara tungekuwa suruhu zipo. Wallahi wa billah. Na suruhu tungefungwa sana. Asingekuwa Digi Diara. Narudieni tena. Kwa aliyoyafanya Digi Diara. Narudia tena. Digi Diara, serikali naomba mnisikilize tukufu. Huyu Digi Diara na kipaji. Hatutachukua kombe la Afrika au la nani, atachukua kombe la Afcon. Wachezaji wa Tanzania tuwapata wapi? Kama Diara inabidi wazalishe wanawake. Nilikuwa naomba serikali Digi Diara apite kila nyumba ambao kuna wake za watu. Wanaume watoke nje, wakae vibarazani. Digi Diara wajaze mimba wanawake wote wa Kitanzania ili baadaye watoto wakizaliwa wa kiume
wawe makipa. Malaika wa Simba ndo aanze kuingiliwa na nini, mke wake aanze kuingiliwa na Digi Diarra. Na mimi nashukuru pia.